Kakakuona anashika nafasi ya kwanza katika orodha ya mamalia wanaosafirishwa kwa magendo duniani. Umoja wa Mataifa wa uhifadhi wa mazingira ulibaini kuwa kati ya mwaka 2000 mpaka mwaka 2019 karibu kakakuona 900,000 walisafirishwa. Kwa upande mwingine, mnamo mwaka 2019 mamlaka ya Malaysia ilikamata tani 27 za nyama ya pangolin na mizani huko Borneo. Thamani yake inakadiriwa kuwa hadi pauni milioni 1.6. Kwa nini wanyama hawa ambao hata washambulii wanadamu wanawindwa sana? Kwa nini siku hizi wanasafirishwa kwa magendo? Kakakuona pia hujulikana kama Skull Anteaters. Huyu ndiye mamalia pekee mwenye magamba duniani. Magamba yao yana keratin. Keratin pia hupatikana katika kucha za binadamu. Wakiwa na ulimi mrefu, hula mchwa na wadudu wadogo. Aina 4 za kakakuona zinapatikana Asia, wanaitwa kakakuona wa Kihindi, Ufilipino, Sunda na Kichina. Wanapatikana katika ukanda wa ikweta wa Afrika. Kakakuona mkubwa ana urefu wa mita 1.8 na uzani wa kilo 30. Sasa basi, kwa nini kakakuona wanahitajika sana? Magamba ya kakakuona yanahitajika sana. Wao hutumiwa katika dawa za jadi za Kichina. Watu huko wanaamini kuwa hizi ni muhimu katika kutibu magonjwa kama vile pumu na saratani. Hata hivyo, madaktari wanasema kwamba tafiti hazijapata matokeo yoyote kuthibitisha hili. Kwa upande mwingine, mahitaji ya nyama yao pia ni ya juu. Pia hutafutwa kwa ajili ya nyama katika nchi nyingi za Asia. Tai Van Nguyen kutoka Vietnam anafanya kazi ya uhifadhi wa pangolin. Kwa hiyo pia alianzisha shirika linaloitwa Wildlife Vietnam mwaka 2014. Hadi sasa ameokoa zaidi ya pangolin 1500. Tai Van pia alianzisha kituo cha kwanza cha matibabu ya pangolin huko Vietnam. Hii imesababisha kutolewa kwa karibu pangolin 500 kurudi porini. Kakakuona ni wanyama wapole, hivyo wawindaji wanaweza kuwawinda kwa urahisi sana. Hata chui hawezi kula kakakuona kwa sababu ya magamba magumu kwenye miili yao. Hawa ni wanyama wa kipekee sana, hatutadhurika hata wale wanauma, lakini wanadamu wanawawinda na kuwa hatari kwao, alisema. Lakini pia utafiti ulifanyika nchini Uganda barani Afrika kujua mambo kama haya. Kamera maalum zimewekwa kwa kusudi hili. Matukio haya yanaonesha pangolin mtoto ameketi nyuma ya mama yake. Kwa upande mwingine, pangolin kubwa alionekana akipanda mti. Matukio haya yalirekodiwa katika kituo cha uhifadhi wa wanyama cha Ziva. Hapa wanaishi na vifaru. Hatua kali zinachukuliwa hapa ili kuwazuia kuwindwa. Hatuna taarifa wazi kuhusu tabia zao. Ikiwa tutazingatia tabia zao, tunaweza kuchukua hatua bora zaidi kuwahifadhi. Stuart Nixon wa kituo cha utafiti wa wanyama cha Ziva alisema. Anafanya kazi katika mradi huu na mamlaka ya wanyamapori ya Uganda na mfuko wa faru Uganda. Idadi ya pangolin inapungua kwa kasi. Hawapatikani Afrika ya Kati. Watu wanahitaji kufanya kazi pamoja kuwahifadhi, Nixon alisema. Na Sam Wandha wa mamlaka ya wanyamapori Uganda alisema mradi huu unaweza kusaidia kuokoa pangolin wanaosafirishwa. Kwa upande mwingine, timu ya watafiti kutoka chuo kikuu cha Portsmouth nchini Uingereza imeunda teknolojia mpya ya kuzuia magendo ya pangolin. Kwa msaada wa teknolojia hii, alama za vidole vya binadamu zinaweza kutambuliwa kwa urahisi kwenye magamba ya pangolin. Kwa hili kuna nafasi ya kubaini wawindaji haramu pamoja na wasafirishaji haramu. Kwa upande mwingine, Tai Van Nguyen alionya kwamba ikiwa pangolin hawatalindwa, usawa wa kiikolojia utaharibiwa. Kakakuona anashika nafasi ya kwanza katika orodha ya mamalia wanaosafirishwa kwa magendo duniani. Umoja wa Mataifa wa uhifadhi